mafunzo yetu ya wanandoa, na pia kwa wale wenye wanataka kuingia kwa hii kiwango ya wanandoa, tunawakaribisha pia, kwa sababu kuna mazuri ambayo tunayopitia katika ndoa, na kuna magumu pia tunayopitia katika ndoa, na yote tunapaswa tunayajua jinsi ya kuweza kukaa nao katika maisha yetu ya ndoa. So ningependa sana kuanza na hii nafasi, ningependa kuiweka kwa pande ya wanaume ama wanaume ambao wako ndoa, tuweze kuzungumza ni yapi unaopitia ama ni challenges zenye tunapitia katika ndoa, alafu tuweze kuelimishana kutoka hiyo challenges zenye tunapitia. So tutaanza na mwenzangu hapa, alafu tutaenda hivi. Samahani, tungejitambulisha before niweke mswada mbele. Samahani kwa hilo. Kwa majina naitwa Moses Kepa. Mimi nawakilisha wazee wa kanisa hapa kanisani katika Misheni. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Oliver Mjesa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elijah Umkule. Tutakwisha. Asante sana kumeweza kujitambulisha. Asante sana kwa hiyo nafasi, tumeweza kujuana. Nachukua nafasi kumkaribisha Pastor Clifford aweze kutuelezea hasa ndoa ni nini, ama nini hasa tunafaa kujua katika ndoa. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Clifford Center chini ya Mungu wetu introduction, alafu tuangalie marriage, the definition of marriage biblically. Asante sana. Asifiwe tena. Tunafurahia kwa mahali hapa siku ya leo, na najua tukitoka hapa kuna mmoja pale nje ataweza kusaidika katika ndoa yake. Kuna mahali maybe akijua tatizo bila na solve issue, but I know as from today kutoka mahali hapa we are going to help someone somewhere. Tutatoa solution in our marriages, because marriages tuna challenges kwa ndoa, tunapitia mazuri, pia kuna changamoto pia hapa na pale. So najua by
by the end of this session, everything is going to be okay. Even those who are admiring to be in that situation ya kuwa in marriage, I know that kuna ile tutasema maybe itakuonyesha kwamba ndoa ni nzuri na tunaichukulia katika kila situation vile iko, tunaitake it the way it is. So mkiwe sana. Amen. Hiyo umesikia. So asante sana mzee. Ameniuliza niweze kuzungumzia marriage, to understand about marriage and to know what's marriage biblically, because we are here because of we are believers and because of we fellowship with the same church, and we are going to define, we are going to see in the Bible about marriage. So first, marriage is not just a simple thing as people may take. Marriage is founded by God himself. So when you open the book of Genesis chapter 2 verse 24, the Bible says, therefore a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. It's written in the Bible. It's not just an event that a man picks a woman, then they stay in one house, waweze kuishi kwa nyumba moja, lakini ni jambo ambalo ni Mungu mwenyewe aliweza kuanzisha. It's just an institution like any other institution in our lives. Naona imeweza kuandikwa vizuri, imesema mwanamume ataacha mama yake, watakuja pamoja na mke, his wife, na mke wake, na they shall be one flesh. Wataweza kukua. So marriage inamaanisha biblically recognized, imeandikwa kwa Biblia, na ukiangalia tena mbele mambo na love, ukifungua Ephesians chapter number 5 verse 25, it talks about love, where it says husband and wives are called to love one another sacrificially. They have to sacrifice, they have to love one another. Sio tu mambo sisi wenyewe tunajitungia, lakini tunaweza kuandikwa katika Biblia yetu. Ephesians chapter 5 verse 25. I'll allow you can, if you have your phone with the Bible, you can just open and see. Ndio isiwe tunazungumza, lakini tukiendelea na mazungumzo tutaziweka kando. So Ephesians chapter number 5 verse 25 says, if we live in the Spirit, Ephesians chapter 5 verse 25. So the Bible says, this version is the Expositors Study Bible. The Bible says, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So hapo marriage inaweza kushikiliwa na love, upendo. Kwa maana imeandikwa hapa alikuwa na grace wa wanaume. Men, nasema husbands, love your wives. Alafu ukiangalia kwa marriage there is faithfulness. Mtu afungue Malachi chapter 2 verse 14 about faithfulness. Because marriage is founded on those things I'm mentioning: love, faithfulness, and respect and partnership. Tutaangalia. So for faithfulness, mtu afungue Malachi. Malachi is the last book in the Old Testament. It's in between Matthew and Genesis. Between Matthew and Genesis. Chapter 2 verse 14, Malachi chapter 2 verse 14, the Bible says, it talks about faithfulness. And it says, yet you say, wherefore? Because the Lord, is this chapter 2? Are we together? Is that chapter 2? Yet you say, wherefore? Because the Lord has been witness between you and
the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, yet is she your companion and the wife of your covenant. So here it talks about the faithfulness. Did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. Therefore, take heed of your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. So it talks about here, the question is, yet you say wherefore. It proclaims the Holy Spirit through the prophet, mimicking the people in that time when they were asking about marriage. So here it talks about the faithfulness that should be in any marriage. Then there is something about respect. Respect, it is called mutual respect. We'll get back to Ephesians. Chapter number 5, verse 33. Chapter number 5, verse 33. Chapter number 5, verse 33. The Bible says, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Reverence means have to respect. A man is to love, then the woman is to respect. So that's in the Bible. Then the last one, as I open the floor, about partnership. When you are in a marriage, it is a partnership. This one, partnership means inatoka huku, inatokea huku, wanakuwa na imeandikwa katika Ecclesiastes chapter number 4, verse 9 to 12. Ecclesiastes chapter number verse 9 to 12. Chapter 4, verse 9 to 12. The Bible says, two are better than one because they have a good reward for their labor. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Number 10, if they fall, the one will lift up his, but woe to him who is alive. When he falls, he has not another to help him up. Number 11, again, if two lie together, then they have heat, but how can one be warm alone? If one prevail against him, to withstand him, and their cord is not quickly broken. So it's talking about two is better than one. That's why our God was there to start a marriage institution. They come together to make. Then nowadays, I know we'll have a discussion over that. Lakini haijaandikwa kwa Biblia. Kwa Biblia kwa specific mwanaume mwanamke. So hii tuta discussion. Asante sana mzee. Asante sana kwa ujumbe, na leo tunajifunza kitu hapo. Tunashukuru Mungu. So hata mimi sikuwa najua kama mwanaume uko tayari na hizi sababu. Baridi inaandikwa. So nzuri sana nimeweza kujua, na pia wenzangu pia wameweza kujua hivyo. So na hapa changamoto wenzangu Oliver na Victor. Na hapa changamoto kwa hilo, lakini sijasema mkuwe na rakasumbe na kutahiri. Endelee kuomba Mungu, unajua Mungu atafanya.
Sasa tunaanza hata kwa tujue ni yapi tutapitia katika ndoa. Unajua kwa hii maisha ya ndoa, nilikuwa naomba tuko na vijana kwa nini ili kwa relationship tuanze na relationship tutaweza kumaliza pia feel kwa relationships na hicho kitengo cha relationships kwa tutamalizia baadaye at least pia kwa kwa sababu ya hilo kipenda niweke tuzungumze common the common the challenges we face common wanandoa na pengine na wale wenye wanataka kurudi ndio pia wapate pia mafunzo kwa hayo. Kwa hivyo ningependa itafika wakati ambapo watapatia nafasi pia, ningependa sana tuzungumze Victor ambaye ni youth, atatuelezea ni yapi kama kijana anaopitia kama kijana, na pia anatarajia nini anapokuwa anapokaribisha na mwenzake pia. I think before